Yes, hapa ni Maisara katika viwanja hivi ambavyo vilifunguliwa na Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, na hapa tumekuja kwenye kambi ambapo Mwembe Makumbi City punda wa mjini wamekuja kuweka makazi yao hapa kuhakikisha kwamba wanajiandaa na mzunguko wa 21 wa kumalizia ligi kuu ya PBZ hapa visiwani kwetu Zanzibar, na wamekuja kujiandaa kuhusiana na mchezo wa Junguni United ambapo tunaenda kupigwa siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 kule visiwani Pemba. Tuko na mwalimu hapa tuje tupate historia mbili tatu kuhusiana na namna ambavyo maandalizi yapoje baada ya kutoka katika mfungo mtukufu wa Ramadhani, na yeye mbinu zake zimekaje kuelekea kumaliza mzunguko huu wa 21. Mwalimu, habari? Nzuri bwana. Kwema. Yes, naona baada ya mapumziko sasa mnaanza kuingia kambini rasmi kwenda kujiandaa na mchezo ambao unasalia. Sahihi kabisa kama ulivyozungumza. Unajua tumepumzika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na tumeanza mazoezi jana rasmi kwa ajili ya mechi yetu ya tarehe 3 na Chipukizi. Na mechi mbili, kuna Chipukizi alafu tarehe 3 na Chipukizi, tarehe 7 na Junguni. Kwa kweli ligi ya Zanzibar ni ngumu sana msimu huu, ngumu sana, haitabiriki maana. Hata hivyo na sisi tumejipanga ili kufanya vizuri katika hizo mechi zilizosalia, kwa sababu tuna mashindano kumaliza ligi yetu, alafu baada ya kurudi Pemba kuna mechi ya FA vile vile, alafu kuna mechi ya Muungano vile Makumbi, tutashiriki katika mashindano haya. Lakini kubwa zaidi sasa hivi hapa tunajipanga kwa ajili ya mechi yetu mbili ya Chipukizi na Junguni. Kubwa zaidi nashukuru sana na mpongeza bosi wetu, anatusapoti. Jana kaja kuunga mkono hapa kwa kuzungumza na vijana, naona wamekuwa na ari kubwa sana na tunajiandaa ili kufanya vizuri katika mchezo huu wa tarehe 3 mwezi wa 4. Mwalimu, katika mapumziko labda ulikuwa na session ambayo labda uliwapa wachezaji kuhakikisha kwamba fitness na usimamo wa mwili unabakia ili usipate kazi kubwa sana kuja kuendeleza ile gurudumu ambayo ishalianza? Kubwa zaidi hii swala niliwaambia, kwa sababu niliwaambia tukimaliza Ramadhani na wiki moja tu tarehe 28 ligi ndio inaendelea. Niliwapa programu hiyo ya mazoezi, kila mchezaji ajifanyishe mazoezi mwenyewe. Kubwa zaidi kutafuta uzima kwanza, kulinda performance yake. Na nashukuru swala hilo wameendeleza vizuri, na jamaa leo nimejaribu kufanya mazoezi ya checking, ya kunaona kidogo wako vizuri sana. Nafikiri ile programu ile wako wameifanyia kazi katika mwezi huu. Mwalimu, kwenye mechi 20 mmeshinda mechi 8, mmesare mechi 5, lakini pia mmepoteza mechi 7. Kimbinu, kitakwimu, na nadhani maeneo gani ambayo labda ulikuwa dhaifu na kwa sasa ndio kuyarekebisha ili kana kwamba tusikonsida magoli mengi? Kwanza tulikuwa tunapata matatizo makubwa sana jinsi ya finishing. Sasa hivi imeongezeka na offensive haiko vizuri. Sasa tunarudi katika uwanja wa mazoezi kwanza, kwa sababu katika timu unatakiwa tukamazi kwanza uwe na ulinzi mzuri, alafu natafuta matokeo ya kushinda. Sasa mwanzo tulianza hivyo, tulianza vizuri, tulikuwa tunafanya mazuri sana ya finishing na watu wakaingia katika mfumo mzuri wa kufunga vizuri, lakini sasa hivi imegeuka. Sasa hivi kwa siku tufunge na siku tunafunga vile vile. Sasa kubwa zaidi kujaribu kuanza tena upya katika mazoezi na defensive ili tuwe vizuri, baadaye tukiwa tunalinda vizuri na kupata matokeo kushinda vizuri. Sasa kubwa zaidi tunajaribu kufanya mazoezi kwanza ya ulinzi kwanza, alafu na kuendelea ya finishing vile vile. Mwalimu, tumeona wachezaji ambao wameingia leo kambini si wote ambao wamefika hapa, tunategemea striker Pina alikutana na timu. Kwa hii taarifa ipoje? Unajua hapa kuna wachezaji wengi tu sana hawajaji, wenzetu ambao Tanzania bara na kutumia nauli, inawezekana pengine kuanzia kesho wanaweza kaja kushirikiana na kuhusu Pina. Ilikuwa anauma kabla ya Ramadhani kuanza, alikuwa anauma mpaka sasa hivi sijapata ripoti yote la kama kapoa au yakusema mpaka sasa hivi bado hatujamuona. Hata sisi kama walimu tunapata tabu sana masuala kama haya, kwa sababu tulimtegemea yeye aje tusaidie timu, lakini mpaka sasa naona bado hajasaidia timu. Hatujui tatizo lake liko wapi. Swala hili nafikiri tutawauliza viongozi ili watupe jibu rasmi. Kwa mara ya kwanza tumemshuhudia Carlos baada ya kukosekana tangu mwezi wa 11 hivi sasa ameanza kwa mazoezi madogo. Yes, matarajio haswa tunategemea katika msimu ambao unafuata au katika michuano katika msimu ambao unakuja. Carlos kapteni nafikiri tunamtegemea msimu unaofuata mwalimu, kwa sababu sasa hivi kwenye uangalizi wa daktari kwa mazoezi na daktari
ili afanye mazoezi, kwa sababu hata daktari wake Dar es Salaam kuna kesho anaenda kufanya check ni vile vile. Sasa kila baada ya muda akakuwa muda kufanya check. Sasa nafikiri daktari wake Dar es Salaam kampa kama hicho kwa hawezi sasa hivi aanze kufanya mazoezi, maana kushirikiana naye katika mazoezi madogo, akishirikiana na daktari, lakini nafikiri kurudi hasa uwanjani itakuwa na kupata ujani. Mwalimu, ushindani upoje hivi sasa kwenye ligi, kwa sababu tukiangalia timu ambazo ziko katika top 5 yote atakayefanya vizuri kwa sasa anaweza kwenda kuchukua ubingwa, na mpaka hivi sasa bingwa bado hajajulikana. Nadhani ushindani uko kwa namna gani kwa sasa kwenye ligi ya Zanzibar? Ushindani uko mkubwa sana. Mimi nashukuru sana kwa sababu ushindani kama huu ukiwepo, nafikiri mwalimu utakuwa unaiandaa vizuri timu yako ili kufanya vizuri. Ushindani wa ligi umekuwa mgumu sana msimu huu kwa kila timu, maanake zimejiandaa vizuri, na kubwa zaidi hapa kila timu inapotaka kusema, unajua kutokana na yale inavyokwenda, kwa sababu kuna FA, kuna pesa ambazo unapata kafu, ukiwa bingwa vile vile wa nchi unapata pesa vile. Nafikiri hili ndio kitu kikubwa sana, na vile vile watu wanaikimbilia kwanza top 4 kwanza, kwa sababu ukiingia katika top 4 msimu unaofuata basi unashiriki katika kombe la Muungano. Nafikiri hapa tumeleta ushindani kwa mambo mawili hayo. La kwanza, kila mtu anakimbilia aingie katika top 4, ingia katika top 4 unashiriki katika kombe la Muungano. La pili, nafikiri ukipata ubingwa wa ligi au ubingwa wa FA, basi nafikiri unashiriki katika mashindano ya kimataifa, na hapa pana pesa ambazo zinasaidia katika timu zetu. Nafikiri hiyo ndio kubwa zaidi ambayo imekuwa ligi imekuwa na ushindani mkubwa sana. Unakwenda kukutana na Binguni baada ya chipukizi, na Binguni mko nao sare ya bao 2-2 hapa. Sasa mnafuata kule, maandalizi yakoje? Maandalizi yako vizuri kama timu zote, kwa sababu hakuna timu hata kama ile timu ya mwisho kabisa ukisalau timu ya mwisho ya ligi ya Zanzibar ifunga timu ambayo ilikuwa inaongoza ligi. Sasa maandalizi ya mechi zote lazima ujiandae vizuri, kaonyesha huwezi kuidharau timu, huwezi kuidharau hizi tunafunga katika mchezo hapa. Mechi ya kwanza itakuwa nzuri sana, kwa sababu kwanza wao wako nafasi ya chini, nafasi ya 5 kutoka chini ya figo hapa. Nafikiri mechi itakuwa sio rahisi, kwa sababu sisi tunajipanga katika mechi yetu mbili hizo ili tuweze kufanya vizuri mechi hizo katika msimamo wa 4. Malengo Mapinduzi kwa hivi sasa, msimu uliopita alisema kwamba wahakikisha kwamba timu haishuki daraja na wakaenda kufanya wonders sana kumaliza katika nafasi za juu. Kwa hivi sasa malengo ya Mapinduzi yapoje? Malengo hapa sasa hivi tuko katika hapa tulipo, tuko nafasi kama ya 8 ya 9. Sasa lengo letu sasa kumaliza vizuri katika 10 hizi ili kuingia katika top 4, na mikakati mingine tumejipangia katika FA kufanya vizuri katika ligi, tunahangaika sana kutafuta nafasi ya kuingia katika top 4. Malengo, neno lako kwa mashabiki wa Mwembe Makumbi City na wadau wa michezo wote kuelekea ufunguzi wa ligi kuu ya Zanzibar tarehe 28? Nafikiri kama walivyo kawaida ya mashabiki wetu, wadau wetu, watu ambao wanapenda mpira, wanapenda matokeo, kwa zaidi waendelee kutusapoti timu yao. Hii ni timu yao, siweze wala si dharau, washirikiane na sisi katika mazoezi, washirikiane na sisi katika mechi kushangilia timu yao ili kufanya vizuri, wasivunjike moyo, kwa sababu ligi lolote inaweza kutokea katika michezo. Mwalimu, nikutakia kila la heri. Inshallah.